na definition kwamba hali imekwenda namna gani katika imani kupitia katika maandiko. Baada yake yeye atakuja, atakaa chini, tutampandisha na mhadhiri wa Kiislamu, naye pia atatumia dakika 15 katika kupitia katika yale ambayo ameyazungumza au katika kuzungumzia imani ya Kiislamu kuhusu umma. Kwa hiyo kila mmoja atazungumzia vile anavyoamini, alafu kutakuwa na dakika 5 zingine za kufanya summarization kwa mara ya mwisho kwa Mwalimu Daudi na dakika 5 kwa upande wa Waislamu. Tukishamaliza dakika 15 dakika 5 ndio tutaingia sasa katika kipindi cha maswali na majibu. Sisi tutakuwa tunamuuliza na yeye anatujibu, na yeye anatuuliza na sisi tutakuwa tunajibu. Kwa nilikuwa napenda kuchukua nafasi hii, na nilikuwa naomba vizuri zaidi tukapata mtu hapa akawa anatusaidia katika kuangalia muda, yani kwa timekeeper. Na dakika 15 hizo si lazima mtu kuzimaliza, yani ulazimiki kuzimaliza. Kama unaona umezungumza hoja yako ukaona tayari imekwisha kutosheleza, basi hata kama zimebakia dakika 5 unaweza kuacha, na kama una maneno mengine hilo stoke tu katika pointi yetu ya msingi ambayo tunaojadili. Kwa hiyo dakika 15 baadaye dakika 5. Kwa hiyo kwa heshima kubwa na taadhima napenda kukaribisha Mwalimu Daudi. Na kwa bahati nzuri Mwalimu Daudi mtu mzuri sana, ameweka na namba yake ya simu pale katika mti pale. Amekuja na bango kubwa kaliandika Mwalimu Daudi, alafu akaweka na namba yake ya simu. Yaani maana yake kama hapo hujamuelewa, umpigie simu vile vile umuulize maswali. Kwa hiyo nafikiri jambo hilo liko hivyo, ila ni vizuri kama mtu atachukua namba ya simu, maana yake sio kumbipu, umpigie. Maana ukija kila mtu sasa, katika watu wote tulikuwa hapa, kila mtu akibipu itakuwa balaa. Au kama unahitaji kuweza kupigia, si vibaya ukambipu, alafu unamtumia na vocha 500 au 1500, alafu yeye atakuwa anakupigia. Karibu Mwalimu. Vitabu vyao vitukufu. Mitume wa zamani walikuwa na kitabu cha Taurat cha Nabii Musa alayhi salam na Zaburi ya Nabii Daudi alayhi salam na Injili ya Isa al-Masihi alayhi salam. Mada ambayo sisi tutaongea leo ni umma ambao unatawala leo. Umma wa Mwenyezi Mungu mtukufu ni umma wa nani? Kwa mujibu wa mitume wa zamani. Mimi siamini neno la Mungu linaweza kubadilisha, ndio maana ninaangia kwenye mitume wa zamani na vitabu vyao. Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala anakinga neno lake, mtu hawezi kulichezea wala kulibadilisha. Nashukuru. Ili kuleta wokovu duniani na baraka, baada ya dhalika Mwenyezi Mungu alimuita Nabii Ibrahim alayhi salam. Alimwambia, katika wewe na katika jamaa zako Ibrahim nitabariki dunia nzima. Unaona, kupitia Nuhu dunia ilipata balaa, gharika, laana, lakini kupitia Ibrahim baraka itapatikana duniani kuenea. Hii nami nitawabariki wa kubarikio Ibrahim, naye akulainie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kitabu cha kwanza cha Taurati kiitwacho Mwanzo sura ya 12 aya ya 3. Mwenyezi Mungu alimwahidi agano, sura 17, kitabu cha kwanza cha Taurati kiitwacho Mwanzo sura ya 17 aya 7. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao kuwa agano la milele. Kwamba nini? Agano kama nani? Kama nini? Nitakuwa Mungu kwako Ibrahim, na kwa uzao wako baada yako milele. Umma wa Mwenyezi Mungu milele ni mbegu, uzao wa Nabii Ibrahim alayhi salam. Umma mtukufu wa Mwenyezi Mungu ni uzao wa Ibrahim milele. Ni agano ambalo Mwenyezi Mungu amefunga kwenye Torati, agano ambalo halifutiki milele. Sasa Mwenyezi Mungu aliongeza kwa kusema, Mungu akamwambia Ibrahim, Sara mkeo hutamuita tena jina lake Sara, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara. Nami nitambariki na tena nitakupa mwana kwake, na nitambariki naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake.
aya 18 kwenye sura hii ya 17 kwenye kitabu cha kwanza cha Torati kiitwacho Mwanzo. Ibrahim akamwambia Mungu, la kwamba Ismaili angeishi mbele yako. Ismaili ni nani? Wasikilizaji wangu, Ismaili ni mtoto wake wa kwanza kupitia Hajira. Waislamu wanamuita mama yake Ismaili mama yao Hajira. Alimuoa mama Hajira akamzaa Ismaili, na Mwenyezi Mungu alisema nitajenga umma wangu, nitaumba umma wangu kupitia wewe Ibrahim. Na anasema bwana Mwenyezi Mungu, umma huu usipite kwa Ismaili. Mwenyezi Mungu akasema hapa kwenye 19, Mungu akasema sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Isihaka. Sawa. Nami nitafanya nini? Nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake. Tuko kwenye umma wa Ismaili, na kwenye Torati Mwenyezi Mungu amesema agano lake umma wake unapitia Isihaka. Waislamu wameshakubali kwamba hawapo kwenye umma wa Mwenyezi Mungu, wanamuita mama yao Hajira alizaa Ismaili, na Ismaili hakuendeleza hakudumisha umma, bali Isihaka ndiye aliyedumisha. Sasa natafakari, watawala wa umma lazima wazaliwe ndani ya umma. Leo hivi haiwezekani Mfaransa aje Tanzania kutawala Tanzania, haiwezekani. Lazima hapo mtu Mtanzania kabisa awe mtawala wa Tanzania. Haiwezekani mtu akifika haipo mbegu ya umma anasema yeye sasa ni mtawala wa umma. Ndivyo alivyosema Muhammad alipokuja, mimi ni mtawala sasa wa mwisho wa umma. Kwanza hakuzaliwa ndani ya umma. Huwezi kuongoza umma usipokuwa uzao wa Isihaka kupitia Ibrahim na Isihaka. Wallahi haiwezekani. Tuko pamoja, takbir. Asante sana, tunaongea sana. Mwenyezi Mungu tena alimteremshia pale mwana wa Isihaka ambaye ni nabii Yakub alayhi salam, tena ni mtume ambaye anakubalika kati ya dini zote mbili. Alimwambia Yakub akasema, mimi ni Yahweh Mwenyezi Mungu, Mungu wa Ibrahim baba yako na Mungu wa Isihaka. Mwenyezi Mungu anajiita kwa majina haya Ibrahim na Isihaka kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema kwamba umma huu ndio wa kwake milele. Ndio maana anajiita kwa majina yao Ibrahim, Isihaka na Yakub. Na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi yako, nawe utaenea upande wa magharibi, upande wa mashariki wa China, kaskazini, Afrika kusini. Na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Katika jamaa zake, katika uzao wake Yakobo. Na tunajua dhahiri Muhammad sio uzao wa Yakobo, ndio maana baraka ya milele haiwezi kupitia kwake Yakobo. Kwake Muhammad sio Yakobo ndio mwenyewe aliyezaa makabila 12, na haya makabila 12 mitume wote wa zamani walikuwa ndani yake pale. Sasa kwenye Zaburi, kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu kilichomtarikia nani? Zaburi kitabu cha nani? Mtu anisaidie. Kitabu cha nani Zaburi? Daudi, Mtume Daudi alayhi salam. Kitabu hiki kinakubalika na ni vyote mbili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hivi, nimefanya agano na mteule wangu, nimemwapia Daudi mtumishi wangu, wazao wako nitawafanya imara milele. Mungu akubariki sana. Wazao wako nitakuwa nani? Daudi. Nami nitamjaliwa kuwa mzaliwa wangu wa kwanza, kuwa juu sana kuliko wafalme wa dunia. Hadi milele nitamwekea fadhili zangu, na agano langu nitalifanya amini kwake. Mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema hapa, sitalihalifu agano langu, sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Neno moja nimeliapa kwa utakatifu wangu, hakika sitamwambia Daudi ya uongo. Wazao wake watadumu milele, na kiti chake kitakuwa kama jua mbele zangu, kitathibitika milele kama mwezi, shahidi aliye mbinguni mwaminifu. Neno la Mungu hili, wahai
Mwenyezi Mungu hata lihalifu agano hili ni la milele kudumu milele. Nini? Kiti chake cha enzi, ukoo wa Daudi, kitadumu milele. Hakuna mwingine katika ukoo mwingine atakayeweza kuja kutawala umma mbali na ukoo wa Daudi, mwana wa Daudi. Na Daudi mwenyewe ni mwana wa Yakobo, mwana wa Isihaka, mwana wa Ibrahim. Unajua Mwenyezi Mungu ana taratibu zake. Anataka umma wake uwe kamilifu duniani, kamilifu kabisa. Na amesema kwa agano la milele, Daudi na uzao wake utatawala kwenye kiti hiki. Daudi alisema nini kuhusu Zaburi ya pili? Pale tulisoma kwenye Zaburi 89. Sasa tunasoma kwenye sura ya pili ya Zaburi. Mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Mwenyezi Mungu na juu ya Masihi wake Isa al-Masihi. Dunia mbona wanafanya shauri? Mwenyezi Mungu amesema yeye akitie mbinguni anacheka. Mwenyezi Mungu anawafanyia zihaka, ndipo watakaposema nao kwa hasira yake na kuwafadhaisha kwa ghadhabu zake. Nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Mfalme wake Masihi amemweka kwenye Sayuni, mlima wake Yerusalemu, makao makuu wa umma pale. Na amesema hapa, uniombe Masihi nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa milki yako. Utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mfinyazi. Masihi amepewa hapo ahadi ya kwamba yeye atarithi Mungu Mwenyezi. Masihi atarithi Mungu Mwenyezi, atarithi mataifa yote, atayaponda kama chombo cha mfinyazi. Yeye ndiye atakayehukumu na kupokea urithi. Ni mwana wa Daudi. Dakika ngapi zimebaki? 5. Jibril alithibitisha hayo yote tunayosema kwenye Injili tukufu ya Isa. Jibril alayhisalam alitangazia Mariamu, tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume na jina lake utamuita Isa au Yesu. Niko kwenye Luka sura ya 1 aya 31. Luka ni mkusanyaji mmoja wa Injili. Wakusanyaji wa Injili ni wanne. Mkusanyaji wa Qur'an nafikiri ni mtu mmoja Uthman. Sasa tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto, ataitwa Isa. Huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Kiti cha enzi ambacho kinadumu milele. Atapewa Masihi alayhisalam. Atamiliki nyumba ya Yakobo. Nyumba ya Yakobo ni umma mtukufu wa Ibrahim wa milele. Atamiliki nani? Isa al-Masihi alayhisalam. Ataimiliki milele. Milele kwa kipindi gani? Milele haina mwisho. Sasa ataimiliki milele, na Bwana atampa kiti cha Daudi baba yake. Ataimiliki umma milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Yaani ufalme, mipaka ya ufalme wake sio Israeli tu. Mipaka ya ufalme wake ni mpaka miisho ya dunia, kama ilivyoandikiwa kwenye Zaburi ya pili pale. Yote yameshaandikiwa na yote yanayoana kwenye kitabu hiki. Sasa kama nimeelewa, Jibril alayhisalam, malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alisema mtawala wa umma milele ni Isa, na anafaa kuwa mtawala wa umma kwa sababu ni mwana wa Daudi. Na Daudi aliambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba sitalihalifu agano langu, lazima uzao wa Daudi utatawala huu umma milele. Haifai mtu ambaye sio ukoo wa Daudi kutawala umma. Na tunajua dhahiri Muhammad yupo kwenye ukoo na kabila Quraysh bin Abdullah, anatoka Uarabuni. Haiwezekani yeye ni mwana wa Daudi kwenye ukoo wa Daudi. Haiwezekani yeye kutawala umma wallahi milele. Takbir. Sasa malizia hapa ili tusiende kwa muda mrefu sana. Sema inshallah. Kabla hajapaa mbinguni, Masihi alisema kwa maswahaba, aliwashurutisha milele maswahaba, wanafunzi wake. Alisema nao, akamwambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi,
mkiwatosa kwa jina langu, jina la Mwenyezi Mungu na jina la Roho Mtakatifu. Hii ni sura ya 28 kitabu cha mkusanyaji Mathayo kwenye Injili. Amesema, nenda mkawafanye mataifa yote kuwa wafuasi wangu mimi. Mataifa yote ni mimi na wewe, wazungu, Afrika, kila mtu aliye duniani. Mpaka lini? Nenda kawafundishe kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hadi ukamilifu. Mimi aliyepewa mamlaka yote duniani na mbinguni kutawala umma na mataifa yote milele. Amina. Sasa wenzangu, wafuasi wake Rasulullah, mfuate Masihi ambaye alipewa hii amri ya kutawala milele kutoka kwa mdomo wa Jibril alayhisalam. Yeye anafaa kwa sababu yuko kwenye ukoo wa Daudi, yuko kwenye umma wa Ibrahim, Isihaka na Yakobo. Mtume Muhammad, asante, hayuko kwenye ukoo wa Daudi, hakuzaliwa ndani ya umma. Alisema nimeanzisha umma mpya. Haiwezekani kuwa na umma mpya duniani. Umma ni moja milele, au Taurati ni uongo. Tafakari, wewe upo kwenye umma upi? Kama upo kwenye umma wa Masihi au unataka kuwa kwenye umma wake, inabidi utoswe kwa jina lake na kufuata injili yake kama ilivyofunuliwa awali. Nitakusaidia ukihitaji. Mimi ni Mwalimu Daudi, wala sitoki hapa, niko hapa, napatikana madukani, alafu namba yangu iko pale pale kwenye mti. Hebu unikujie, tutaongea. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, tumsalie Mtume. Mwalimu Daudi amezungumza katika hoja zake vizuri kabisa. Kama watu wamezingatia katika mapito yake, ameweka vizazi viwili kati ya Ismaili na Ishaka, kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu katika utawala atakayekuja kutawala dunia ni yule ambaye atakayetoka katika ukoo wa Ishaka. Huyu ndiye atakayekuwa umma wa mwisho ambaye ni Yesu. Muhammad ametoka katika ukoo wa Ismaili na Mungu alikataa pale Ismaili, alisema sivyo, agano langu nitalifanya kwa Ishaka, kwa yeye na kizazi chake baada yake kuwa agano la milele. Kwa hiyo kama tunataka utawala, tuangalie utawala kupitia katika uzazi cha Ishaka ambacho ndio anakuja anatokea Yesu. Kwa hiyo Muhammad si uzao wa Ibrahimu, si uzao miongoni katika uzao ambao umetolewa hali. Kwa hiyo Muhammad hafai kufuatwa, anayefaa kufuatwa ni yule Nabii Yesu. Kwa inshallah nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za kheri kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabii na mtume wa umma huu aliyeletwa kwa ajili ya watu wote. Mada yetu, umma huu ni umma wa nani? Mwalimu Daudi katika maelezo yake ameanza kutueleza Waislamu kwamba umma huu ni umma wa Bwana Yesu kwa sababu amekabidhiwa kutoka kwa Nabii Ibrahimu na ulikabidhiwa kwa Nabii Ishaka, akarithi Yakobo, Daudi na hatimaye Yesu akahitimisha kuwa kiongozi. Akajaribu kutoa aya, japokuwa kwa bahati mbaya sana inawezekana lugha ya Kiswahili inampa shida. Kwa mfano, ametoa kitabu cha Mwanzo sura ya 17 aya ya 15. Katika aya hii Mungu anasema, nami nitafanya agano langu la milele kwake, yani Ishaka, kwa uzao wake baada yake, kwa uzao wake baada yake. Mungu anaonesha agano hili la milele linafanywa kwa Ishaka, kwa uzao wake baada yake. Uzao wa Ishaka ni nani? Ishaka alimzaa Yakobo. Yakobo akazaa watoto 12 wanaitwa wana wa Israeli au mataifa matakatifu ya Israeli. Kwa Mungu aliposema anafanya agano imara kwa uzao wake baada yake, ni agano linalokwenda kwa Ishaka na kizazi chake. Waislamu hatupingi hilo.
tunaamini kwamba Mungu alipeleka agano kwa Isaka na uzao wake baada yake. Tatizo, Mwalimu Daudi ameshindwa kufahamu kwamba maagano yako mawili. Kuna agano la Isaka kwa uzao wake baada yake, na kuna agano la Ismaili kwa watu wote. Agano la Isaka kwa watu wake na uzao wake, Waislamu hatulipingi, tunaliheshimu. Na ndiyo maana jana Shafi akasema mtu yeyote anayemtukana Nabii Isa au Yesu na mitume wengine, yeye ni murtadi, ametoka katika Uislamu, kwa sababu Yesu anaaminiwa kuwa ni Muislamu. Mungu alipeleka agano la pili ambalo lilikuwa ni agano muhimu kwa ajili ya watu wote. Kwa mfano, ukitoka aya ya 15 ambayo alisoma mpaka aya ya 19, ukisoma aya ya 20 ya kitabu cha Mwanzo hicho, yeye amesoma sura ya 15 aya ya 17 mpaka 19. Nenda aya ya 20, Mungu anasemaje juu ya Ismaili? Na kwa habari ya Ismaili, Mungu anamwambia Nabii Ibrahimu, baba wa Isaka na ndiye baba wa Ismaili. Na kwa habari ya Ismaili, nimekusikia. Mungu anasema nimekusikia, yani Mungu kamsikia Ibrahimu juu ya matakwa ya Ibrahimu kwa mtoto wake Ismaili, mtoto wa bibi Hajara. Endelea. Nimembariki. Mungu anasema Ismaili amembariki. Kwanza Mungu anathibitisha kwamba Ismaili ana baraka za Mungu, hajalaaniwa, amebarikiwa. Endelea. Nimemzidisha. Mungu anasema sio baraka tu, amemuongeza na ziada ya baraka, na nitamuongeza sana sana. Mungu anasema sio ya nyongeza moja tu, atamuongeza baraka sana sana. Kwa nini aongeze baraka? Kwa sababu Ismaili na Isaka ana baraka moja kwa wana wa Israeli. Ismaili anapewa baraka ya ziada na kwa vizazi vingine. Ushahidi, endelea. Atazaa. Mungu anasema huyo Ismaili atazaa nini? Masaidi na 12. Biblia inasema Ismaili atazaa mabwana, masaidi na mabwana watukufu 12. Endelea. Na nitamfanya. Mungu anasema atamfanya huyo Ismaili nini? Kuwa taifa kuu. Yeye atakuwa ndiye taifa kuu. Kuu ni kitu kinachozidi kikubwa. Isaka ni taifa kubwa, Ismaili ni taifa kuu. Anazidi Ismaili Isaka. Endelea. Maliza. Baada ya Isaka. Asante. Lakini agano lake pia atalifanya imara kwa Isaka, kwa maana Isaka ataimarishwa kwa agano lake kwa kizazi chake baada yake, lakini Ismaili atafanywa kuwa taifa kuu. Kwa nini amefanywa kuwa taifa kuu? Kwa sababu Nabii Ismaili amepewa baraka ya ziada, Mungu amemuongeza cha ziada. Mwalimu Daudi amefikia mahali akatwambia kwamba sisi tumekuwa tukimwita bibi Hajara kwamba ni mama yetu na Ibrahimu kuwa ni baba yetu. Sisi Ibrahimu, Mungu ndiye aliyetukabidhi kuwa baba yetu, hatukukurupuka. Ukisoma 22:78 Qur'ani, Mungu anasema dini hii ya Kiislamu ni mila ya baba yenu Nabii Ibrahimu. Kwa nini imekuwa ni mila ya Ibrahimu? Kwa sababu Qur'ani sura ya 6 aya 79 ambao ni mila ya baba yetu Nabii Ibrahimu. Ibrahimu anasema aya 29. Ibrahimu anasema 79. Naam. Mimi nimeuelekeza uso wangu kwa yule aliyeniumba. Ibrahimu akasema mimi nimeuelekeza uso wangu kwa yule aliyeumba, yani Mwenyezi Mungu, mbingu na ardhi, ambaye yeye ameumba mbingu na ardhi. Hali ya kuwa nimeacha ili upotevu. Ameacha. Ibrahimu anasema hali ya kuwa nimeacha dini za upotevu. Mimi nani? Ni Muislamu. Ibrahimu anasema mimi ni Muislamu, wala si miongoni mwa washirikina. Yeye hakuwa miongoni mwa washirikina. Kwa hiyo Ibrahimu amekuwa baba yetu wa imani kwa sababu yeye alikuwa ni Muislamu na aliacha dini za ushirikina.
dini gani? Dini za ushirikina 367 Qur'ani. Ni dini gani za ushirikina alizoacha Ibrahimu na akaamua kuwa Muislamu kwa kumfuata Mwenyezi Mungu kuelekeza uso wake kwake? Qur'ani sura ya 3 aya 67. Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Mkristo. Ibrahimu hakuwahi kuwa Myahudi maishani mwake wala hakuwahi kuwa Mkristo, lakini alikuwa mwongofu na wala kuwa mshirikina. Ibrahimu hakuwa mshirikina wala hakuwa Myahudi wala hakuwa Mkristo, hakuwa katika dini hizo mbili. Kwa mujibu wa maneno ya Mwenyezi Mungu, Ibrahimu alikuwa Muislamu, aliacha dini za upotovu. Miongoni mwa dini za upotovu ambazo zinatajwa ni Ukristo na Uyahudi. Ibrahimu hakuwa katika dini hizo, na hata historia inakubali kwamba Uyahudi ulianzishwa baada ya Ibrahimu. Uyahudi ni dini inayotokana na neno Judaism, ni dini ambayo inatokana na kabila ya Mayahudi, dini iliyoanzishwa baada ya Nabii Musa. Lakini kadhalika Ukristo ni dini iliyoanzishwa baada ya Bwana Yesu. Dini zote hizi Ibrahimu zimeanzishwa baada yake. Ni sawasawa na kusema mkoloni alikuwa na vyama vingi vya baada ya uhuru, hakuviona. Utawala wa mkoloni haujui Chadema wala CCM, yote havikuwepo kwake, na ndicho kinachoonekana hapa. Lakini kimsingi tunatakiwa tutambue nini? Tunachotakiwa kutambua sasa, baada ya Ibrahimu kupewa agano hili ambalo limekuwa la milele na kumfanya taifa kuu kuwa mwanawe, kwanza tunataka tuiulize Biblia inatambua kuwa kuna maagano mawili, na kama yapo maagano haya ni yepi? Kina nani wamepewa kutokana na Ibrahimu? Wagalatia 4 aya 21 mpaka 25. Bado naitanga inasema, asante, inasemaje? Niambieni nini mnataka kuwa chini ya sheria? Paulo mwandishi na mtume wa Wakristo kwa mujibu wa kitabu cha Biblia, katika kitabu cha Wagalatia anasema, niambieni nyinyi mnaotaka kuwa chini ya sheria. Kina Bwana Daudi, wapenzi wa mambo ya sheria. Bwana Paulo anataka tumwambie nini? Je, auishiki sheria? Basi hata kama mnaamua kukataa, mnakataa ukweli uko wazi, hamkuisikia sheria. Sheria ilisemaje? Kwa maana, kwa sababu imeandikwa tangu zamani ya kwamba Ibrahimu, huyo Nabii Ibrahimu ambaye anatajwa kuwa baba wa imani, alikuwa na wana wawili. Yeye alikuwa na watoto wawili, mmoja kwa mjakazi. Huyo alimzaa kwa mjakazi, mke wake mdogo ambaye alikuwa akiitwa Hajara. Mtoto huyo anaitwa Ismaili. Na wa pili, na huyo pili alimzaa kwa mke wake muungwana ambaye alikuwa ni Sara, kwa mtoto anaitwa Isaka. Endelea. Lakini yule wa mjakazi, yani huyo Ismaili, alizaliwa kwa kuingiliana baba na mama. Yani Hajara na mzee Ibrahimu walikutana kimwili, akazaliwa mtoto. Endelea. Na huyu mtoto wa Sara ni kwa hali tu, huyo aliahidiwa na Mungu, hawakukutana kimwili, ila iliingia mimba kama ya Yesu kwa mama Mariamu. Endelea. Mambo mawili haya kusema kwa mfano, haya yanasema kwa mfano. Kwa maana, kwa sababu gani? Hawa watoto wawili hao ni maagano mawili. Hayo ndiyo maagano ya Mungu mawili. Moja kutoka mlima Sinai. Agano la kwanza la Mungu ambalo linatokana na Isaka, Mungu alifanya mlima Sinai wakati Musa yuko juu ya mlima 1517 BC, anapokea amri 10 za Mungu katika mbao 2 za mawe. Wakati Waisraeli wanajitengenezea ndama, Mungu akakasirika, akataka kuangamiza, jambo ambalo likapelekea Musa kumwomba Mungu msamaha. Akatakiwa abebe wazee 70 na ng'ombe wakachinje ili watengenezwe agano ambalo lilikuwa ahadi baina yao na Mwenyezi Mungu, ambayo Mungu alikuja kulitaja kwenye Yeremia 31:31. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano agano lile nililofanya na baba zao, japokuwa nalikuwa mume kwao, lakini amri zangu walizivunja, bali sasa nitalifanya sheria katika mioyo yao.
31 ya Yeremia inatuonesha agano hili Musa anafanya katika mlima Sinai na wazee 70 wa Israeli wakiapa hawatarudia kumwasi Mungu. Endelea. Maliza. Mlima Sinai ambao umeungana na Hajiri, ambao mlima Sinai, ile agano lililofanyika Sinai kwa Musa ambalo ni Torati, limefanana na Hajiri. Hajiri ni mama wa Ismaili aliyokuwa Arabuni, ambalo agano hili Mungu amefanya Arabuni. Arabuni wapi? Makati Mukarrama. Mungu ameshusha wahi nyingine ambao umeshushwa katika mji wa Arabuni, ambapo Mungu sasa anampa Mtume Muhammad utume kumaliza kazi aliyotakiwa kuifanya. Ndio maana Mwenyezi Mungu alipomleta Mtume sasa akawa kiongozi wa jamii yote, kiongozi wa watu wote, kwa sababu urithi aliyopata wa heshima kutoka kwa babu yake mzee Ismaili ulimtaka awe kiongozi wa watu wote. Kwa hiyo Mwalimu Daudi, tunashukuru sana kwa kutuelekeza, lakini tunataka tukukumbushe kwamba ujio wa Nabii Isihaka na heshima Isihaka imetengenezwa kwa uzao wake baada yake, lakini Ismaili amefanywa kuwa kiongozi wa mataifa yote ya ulimwengu. Na wewe najua ni Mwingereza, unafahamu tofauti ya maneno haya, Gentiles na nations. Tutaambizana hapa. Karibu tena. Sasa nashukuru sana hakupiga Torati, bali yeye alinukuu Torati kwa kuikubali. Kumbe hii ni neno la Mungu ambalo liko hai mpaka leo. Nashukuru sana. Tunarudi kwenye Torati. Amesema kwa habari za Ishmaeli, nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha nami nitamwongeza sana. Kwenye hiyo sura ya 17 ambayo tunarudi sasa hivi, amesema nitamzidisha sana, atazaa maseidi 12, nami nitamfanya awe taifa kuu. Maseidi 12, mabwana, anasema mabwana au watawala 12. Sasa nisaidie, hao wameshazaliwa, wameshakuwa kubwa na wameshafariki, na taifa kuu limeshakufa zamani. Atakuwa taifa kuu ndiyo miaka 4,000 iliyopita Isihaka, Ismaili walikuwa wanazaliwa wanaishi. Sasa watawala hao Maseidi wamekufa zamani, na amesema hapa, bali agano langu nitalifanya amara kwa Isihaka. Kwa mfano wa Torati, Ismaili hana agano. Tunaweza kurudi kwenye barua ya Paulo pia, lakini mimi sikujua yule anakubali Paulo. Sasa bali agano nitalifanya imara kwa Isihaka, ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Agano la milele inafanyika kwa Isihaka. Hakupewa agano kwenye Torati kwenye sura hii, na kama alipewa agano lake sio la milele. Atazaa maseidi 12, atakuwa taifa kuu, lakini hili taifa halitadumu milele. Tena kwenye sura za Waislamu, ngoja kidogo hapa kwenye sura hii ya Waislamu, Ibn Isa sasa aliandika. Unajua Waislamu wanasoma sunna sana, sio Qur'an tu, wanasoma sunna. Kwenye sura hii, kwenye Ibn Isihaka, si Isihaka tunaongea sasa, ni Muislamu baadaye aliyeandika historia ya Mtume Muhammad, ambaye inakubalika sana kwenye sunna ya Waislamu. Alisema kwenye sura hii, na anaandika hapa yule Ibn Isihaka majina yao yote, tena sema wamekufa zamani sana. Agano ambalo halipo tena, taifa kuu, lakini taifa ambalo limekufa. Kama ni umma ambao umeshakufa zamani, utajengaje umma juu ya agano ambalo limeshakufa zamani? Isihaka aliyepewa agano wa kudumu milele. Alhamdulillah rabbil alamin, tumeingia katika umma huu na mtawala wa milele ni Masihi, naye nashukuru Mungu alifungua njia sisi watu wa mataifa mengine tuweze kuingia, na aliwashurutisha masahaba wake waende wakafanya mataifa yote kuwa wafuasi wake. Je, umetoswa katika jina lake? Bado hautaingia kwenye umma wake. Kimsingi Mwalimu Daudi anataka kuwatoa wale Maseidi 12 kwa sababu wameshakufa, hoja ambayo
akigeuza tu upande wake inapata majibu, kwa sababu hata hicho kizazi cha Israeli, hao mataifa 12 ambao ni watoto 12 wa Yakobo nao wameshakufa. Kinachofanyika pale ni baraka zilizofuata katika ukoo huo. Andiko la Mwanzo 17 aya ya 12 na kuendelea nasema kwa uzao wake baada yake. Uzao wake, uzao wa Makonde hauwezi kutawala uzao wa Mfaransa kama ulivyosema, na kwa kuwa Mungu kasema kwa uzao wake Isaka baada yake, baraka hizi ni za Isaka baada yake, ni watu wa Isaka na familia yake. Lakini hata Yesu mwenyewe alipokuja bado alionyesha kwamba yeye ni mtawala wa uzao wa Isaka. Hakuletwa kwa ajili ya kuyatawala mataifa yote. Hata Mungu aliyemleta alisema hivyo. Kitabu cha Mathayo sura ya 2 aya 6. Mungu anasemaje? Yesu alimleta kwa ajili ya watu wote au alimleta kwa mataifa ya Israeli? Mungu anasemaje? Biblia inasemaje? Yesu anasema mpaka atakaporudi yeye wanafunzi ndio wataondoka. Lakini kazungumzwa hapa mataifa mengine. Mimi nataka nifundishe Kiswahili kidogo, tuseme inshallah. Kwa mwalimu Daudi Kiswahili kidogo kinampigia chenga, mimi nataka nifundishe. Yesu anasema, enendeni kwa mataifa yote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, aaminiwe na kubatizwa ataokoka. Yalipotajwa mataifa, Yesu alikuwa anakusudia mataifa maalum. Mataifa gani alikuwa anakusudia? 25:17 Yeremia inasema ndipo nitakapokea kikombe, ndipo nilipopokea kikombe kutoka kwa Bwana, kutoka mikononi mwa Bwana, ili niwanyweshe mataifa yote ambayo Bwana amenipeleka kwao, yaani Waisraeli, yaani Yerusalemu na nini na miji ya Yuda. yaani mataifa hayo Yerusalemu na miji yote ya Yuda. Tanzania hakuna. Mwalimu Daudi ni mfuasi wa Mtume Muhammad. Unatakiwa uje kwa Mtume Muhammad kwa mjibu wa 25:51 nijebuka ishara Qurani 21:51 sura 25:51 Waislamu takbir. Raha sio raha. inasema na kama tungetaka, Mungu anasema na kama tungetaka tungepeleka kila mji nini mwenyeji wao, tungepeleka